Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha hapa siku ya leo, siku muhimu kabisa katika historia ya Club Young Africans, lakini pia katika mahusiano yetu mazuri na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Leo tunakwenda kufungua dirisha la mahusiano kati ya Club Young Africans na wizara yetu pendwa kabisa, ambayo tunaitazama kama jicho la Zanzibar. Wote tunafahamu kisiwa chetu cha Zanzibar ni maarufu sana duniani, na wizara hii imepewa jukumu la kuhakikisha watalii wanapokewa, wanahudumiwa na wanapata kilicho bora kupitia visiwa hivi ambavyo Mwenyezi Mungu ametubariki. Baada ya kupata utambulisho kwa upande wa Young Africans, lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale, kakangu Modric. Bahati nzuri mimi na yeye tulipata nafasi ya kusoma pamoja. Tulisoma pale Bungo Islamic, na ni generation nzuri ambayo leo Mwenyezi Mungu anaweza kutukutanisha katika hatua nyingine ya maisha. Ni mtu ambaye namfahamu kwa muda mrefu na ni mtu ambaye ni mchapakazi. Mheshimiwa Waziri, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu uendelee kutekeleza yale ambayo unaelekezwa na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na uendelee kuwahudumia Wanazanzibari. Kama nilivyosema awali, leo tunakutana hapa kwa ajili ya kusaini makubaliano yanayoenda kufungua milango ya ushirikiano kati ya Club Young Africans na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Na ushirikiano huu ni ubunifu unaofanywa kupitia Commission na Wizara ya Utalii katika kutangaza vivutio vya Zanzibar. Sehemu ya jezi ya Young Africans itakwenda kuwa na nembo inayoonyesha Visit Zanzibar, kivutio kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki wa Tanzania, na haitabaki tu kwa Visit Zanzibar lakini mahusiano haya yatakwenda kutoa elimu na uelewa juu ya vivutio vya kitalii vilivyokuwepo Zanzibar. Ni fursa adimu kabisa sisi kama Club Young Africans tumeipata, lakini ni fursa kubwa kwa Zanzibar kutangaza utalii uliokuwa katika visiwa hivi kupitia platform za Young Africans. Wote ukubwa wa klabu yetu imekuwa ni klabu inayofuatiliwa katika kipindi cha miaka miwili mfululizo, ndio klabu inayofuatiliwa sana kwenye mitandao yake ya kijamii Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Kupitia platform hizo wako watu ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini wako watu ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Fursa hii ya kuitangaza vivutio vya kitalii vilivyokuwa Zanzibar vitatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu wataifahamu Zanzibar, watafahamu vivutio vilivyokuwepo, lakini tutatoa fursa pia watu kuelewa pia gharama ambazo watu wanaweza kuzipata au wakaziinkaa wakiwa hapa Zanzibar. Different packages, lakini pia tutatengeneza mifumo ya discount mbalimbali zitakazowafanya watu wapate unafuu wa matumizi wakiwa hapa Zanzibar. Kupitia wizara yetu ya utalii na commission, jitihada kubwa zinatengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha watalii wanafurahia Zanzibar. Na kupitia Young Africans, watalii wetu pia watapata hayo mapunguzo na huduma bora. Kwa hiyo ni fursa adimu sana ambayo watumiaji wa huduma za utalii watazipata kupitia platform zetu za Club Young Africans, Kamisheni ya Utalii pamoja na wizara. Lakini pia sio tu watu kutoka nje ya Tanzania. Tunapata taarifa ya kwamba Tanzania statistically watu milioni zaidi ya 60 ambao wako Tanzania yetu hii tu peke yake. Idadi hiyo tukiweza kupata at least 10% ya utalii wa ndani ikaja Zanzibar, itakwenda kuongeza uchumi mkubwa uliokuwa hapo. Lakini gharama pia za kuishi hapa Zanzibar ziko very reasonable. Huna sababu ya kwenda sijui Maldives, huna sababu ya kwenda Seychelles, huna sababu ya kwenda sijui Ibiza.
Zanzibar yetu ni bora kuliko huko na kwa gharama nafuu. Kwa nini twende tupeleke pesa zetu nje ya mipaka ya Tanzania wakati tunaweza kupata kilichokuwa bora katika taifa letu, katika visiwa vya Zanzibar, na kwa gharama nafuu na kwa watu wakarimu kama Wazanzibari? Kwa nini tupeleke pesa zetu nje? Tunao uwezo wa kufanya utalii tukiwa hapa ndani, na vilivyokuwa hapa Zanzibar nataka niwahakikishie ni bora kuliko hata vilivyokuwa nje ya nchi. Kwa hiyo utalii wa ndani, sisi kama Young Africans, ni kuhakikishie Mheshimiwa Waziri na kakaangu mkurugenzi wa kamisheni, tutakwenda kuitangaza Zanzibar kwenye platform za Young Africans, na tutakwenda kuongeza thamani ya local tourist kuitembelea Zanzibar. Zanzibar hapa kuna gharama za chini kabisa ambazo watu wetu wanaweza kuziafford. Kuna gharama za kati ambazo middle class people wanaweza kuziafford, lakini pia kuna high end hotels ambazo pia zinaweza kuhudumiwa kupitia Zanzibar. Inategemea na kategori uliyokuepo. Unataka bei ya chini kabisa utaipata Zanzibar, bei ya kati utaipata, na bei ya juu utaipata. Viko vyumba hapa nafikiri zaidi ya $10,000 kwa siku. Kwa hiyo huna sababu ya kutafuta. Ukiwa na $10,000 unataka kuitumia vice, iko hoteli shaka siku moja tu hapo unaichoma $10,000. Na ukitaka kupata bei ya chini pia inapatikana Zanzibar. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema kwamba tunashukuru sana kwa hii nafasi Mheshimiwa Waziri pamoja na kamisheni mliopatia Club ya Young Africans, na nataka niwahakikishia kwamba mtaanza kuona tofauti ya watalii wanaotoka ndani ya Tanzania kuja Zanzibar, na mtaanza kuona pia impact ya Young Africans kwenye kupata watalii ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Na kupitia hapo tutaweza pia kusupport uchumi wa Zanzibar, ambao sehemu mojawapo ambayo ni muhimu ni utalii ambao leo tunaupigia matangazo. Mwisho, mkataba wetu huu utakuwa ni mkataba unaoanza tulishaanza kuitangaza Visit Zanzibar, lakini kwa kuweka logo kwenye jezi zetu wakati tunashiriki mashindano ya kimataifa, lakini kwenye mashindano yetu ya ndani. Na mkataba wetu huu utakwenda mpaka mwishoni mwa msimu wa 25-26. Kwa hiyo ni kipindi cha mwaka mmoja na nusu kuanzia sasa tutakuwa tukitangaza Visit Zanzibar. Mheshimiwa Waziri, sisi unafahamu bahati nzuri tunachukua pesa nyingi sana kutoka kwenye makampuni makubwa ambayo tunayatangazia, lakini hatujaichaji Zanzibar kwenye hizo rates. Na hii ni kuonyesha uzalendo wetu na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Daktari Hussein Ali Mwinyi. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana, na Mheshimiwa Waziri nikukaribisha sasa kwa ajili ya kuendelea na hatua inayofuata. Asante sana. Habari za asubuhi. Na mimi niungane na waliotangulia kwanza kabisa kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuamsha katika hali ya uzima na afya, ikiwa leo hii tupo katika Ramadhani ya 27. Ndio? Lakini kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru sana viongozi wa Yanga wakiongozwa na injinia kwa namna ambavyo tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana. Leo hii tumekuja kufanya formalities tu, lakini tumekuwa na mashirikiano ya muda mrefu ya karibu ambayo kwa kiasi kikubwa sana naweza kusema kwamba yameshaanza kuzaa matunda. Leo hii kama ambavyo imeelezwa, tuko hapa kushuhudia tukio la kihistoria ambapo baada ya muda mchache tu nikishamaliza kuongea hapa tutasaini makubaliano ya ushirikiano baina ya Kamisheni ya Utalii na wenzetu wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwa ajili ya kushirikiana katika swala zima la kutangaza kisiwa chetu. Kama tunavyofahamu, sekta ya utalii ni sekta ambayo inahitaji visibility. Na kuna watu huko duniani hawalali usiku kucha
wanajaribu kubuni mbinu mpya za kuweza kutangaza destination zao. Ni kazi ya kila siku na yanatengwa mamilioni ya dola kwa ajili ya kuweza kufanikisha kazi hiyo. Ina gharama kubwa, inachukua muda, lakini ni kazi ambayo lazima ifanyike ili uweze kuendelea kuwa relevant. Sekta ya utalii ni sekta ambayo ina ushindani wa hali ya juu sana. Na Zanzibar hatuko immune na ushindani huo. Licha ya jina letu kubwa na brand kubwa ambayo tulokuwa nayo, lakini bado tuna ushindani ambao unatukabili. Wenzetu wa visiwa vya jirani, akina Seychelles, Mauritius, akina Maldives, wote hao ni washindani wetu, na watalii wana options, wanaweza wakenda katika maeneo hayo na wakaacha kuja Zanzibar. Kwa hiyo hili swala la kutangaza utalii wetu ndio core function kama Wizara ya Utalii. Na ninaweza kudiriki kusema kwamba tusingeweza kupata partner bora katika kuifanya kazi hiyo, hususan tunapotangaza domestic tourism, kama ndugu zetu wa Young Africans. Tumepata partners wazuri. Yanga katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia mageuzi makubwa sana ya kiutendaji, ya kiutawala, ya kimkakati, ya kiuongozi, na kilichotuvutia zaidi ni kuona ile action plan ambayo klabu iliyokuwa nayo, hususan katika mashindano ya kimataifa, na ambapo sisi kama destination tuna target. Na nikupongeze sana Rais kwa mageuzi haya ambayo umeweza kuyafanya ndani ya muda mchache ambao umekaa na uongozi wako pamoja na ndugu yetu hapa makamu wa rais. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa na nzuri inaonekanika. Na sisi hicho ndicho ambacho kimetupa confidence kusema kwamba hawa ndio the right partners. Kweli zipo timu nyingine, wapo kina Azam, wako Simba, wako Namungo, wako Singida, lakini wale ambao tulioona wenye mikakati madhubuti na clear direction ya wapi ambapo nataka kuelekea hakuwa mwingine isipokuwa Dar es Salaam Young Africans, na ndio maana tukasema kwamba tukae mezani ili tuweze kukamilisha hizi formalities. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na sisi hii ni heshima kwetu sisi. Hii taasisi ni kubwa sana, ina historia ndefu, ina fan base kubwa. Kwa hiyo kama ni kushukuru, maana yake sisi ndio tuwashukuru nyinyi kukubali. Najua mna demands kubwa katika maeneo mengine mengi tu ya kimkakati ambayo yangeweza kuwa na financial benefits kubwa zaidi pengine kuliko hata hichi ambacho tumekitoa sisi, lakini bado kwa sababu ya mapenzi yenu ya dhati mlokuwa nayo juu ya serikali ya 800, juu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na uzalendo, ndio maana mkasema kwamba tuko tayari kusacrifice ili tuweze kushirikiana na wizara yetu hii ya utalii. Kwa hiyo tunakushukuru sana President. Sisi hii ni heshima kubwa kwetu, na tunaamini kwamba huu ni mwanzo tu, lakini kutakuwa kuna mengi makubwa ambayo ni mazuri zaidi kuliko hapa ambapo tupokuwa tumeanzia. Target yetu kama ambavyo umekusha kugusia, tunataka visibility ya Zanzibar, lakini vile vile tunataka kupromote soko la utalii wa ndani, ambapo hivi sasa tunavyozungumza bado hatujaweza ku take full advantage ya soko ambalo liko kwa upande wa bara. Yanakuwepo matukio ya hapa na pale ambapo wenzetu kutoka upande wa pili wa muungano wanakuja. Kwa mfano kunapokuwa kuna full moon party, sauti za busara, au tunapokuwa tuna kipindi kile cha Pasaka, watu huwa wanakuja. Lakini tunataka tuweke utaratibu ambao utakuwa ni wa kila siku. Watu wanakuja, wanaondoka, wanakuja, wanaondoka,
anaweza kulala siku 2, anaweza akaja siku hiyo hiyo akageuza, iwe ni namna hiyo. Natoa mfano mchache tu. Hivi karibuni mwaka jana tulienda Korea, mimi na katibu mtendaji wakati ule Bi Hafsa. Kule Korea domestic tourism ina account kwa zaidi ya 90%. Na kuna kisiwa kimoja kinaitwa Jeju, kisiwa maarufu sana, kidogo kuliko hata Zanzibar, lakini kinapokea watalii zaidi ya milioni 18 kila mwaka. 90% ya wale watalii ni wa Korea wenyewe. 10 iliyobaki wanatoka nchi za jirani kama kina Thailand, Hong Kong, Japan, lakini katika hao 90% ni wa Korea wenyewe. Pale flights ambazo zinaingia na kutoka baina ya mainland Korea na kile kisiwa ni zaidi ya 200, is it per hour au kwa siku? Kwa siku zaidi ya flights 200 zinaingia katika kile kisiwa. Wao wenyewe Jeju wana airline yao wenyewe inaitwa Jeju Airline, ambayo inaenda mainland Korea, inachukua Boeing 737. Potential hiyo kwa upande wetu sisi tunayo. Air Tanzania hapa inaweza kaa inaruka kila siku, inaleta watalii kutoka Arusha, kutoka Mwanza, kutoka Dar es Salaam, kutoka Mtwara, wakawa wanakuja hapa. Na engineer aligusa pointi ya msingi sana. Kwa nini uende Dubai au kwa nini uende Cape Town wakati jirani yako tu hapo visiwa vya Marashi, visiwa vya Zanzibar, unaweza kupata experience ya kiutalii pengine ikawa ni bora zaidi kuliko hata hizo destination. Kwa hiyo sisi tunataka ku take advantage fan base ya Yanga ambayo iko imara, ni ya uhakika, ipo kwenye platform, inafahamika. Kuna subscribers wao, wana applications zao, uke kote tayari ni mifumo ambayo tunaweza tukaitumia ya kuweza kuengage moja kwa moja na wananchi ili kuweza kuja katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar na dakika 20. Kwa hiyo mtu hata kama huna huwezi kuafford kulala, lakini unaweza ukaja siku hiyo hiyo ukageuza. Tayari utakuwa umeshafanya utalii, unakuja kuenjoy na maisha yanaendelea. Kwa hiyo sisi tuna matumaini makubwa sana engineer pamoja na timu yako. Najua mengi sasa yaliyobaki ni katika utekelezaji, na sina shaka kwamba katika hilo tutalifanikisha vizuri. Lakini kwa namna moja au nyingine, MOU hizi zisishie tu kuwa ni makaratasi, ziende katika utekelezaji ambao ni halisi. Kazi zifanyike ili ule utalii ambao tumekusudia kuutangaza tuweze kuutangaza na ujumbe ufike, watu wapate information, waweze kujua nini ambacho kinakuja. Baada ya maneno hayo machache, niendelee tena kuwashukuru, lakini kuwapongeza wale wote ambao walishiriki kwa namna moja au nyingine mpaka leo hii wakatuleta hapa na tunaweza kushuhudia hili tukio la kihistoria. Na naamini kwamba kama anavyosema Mheshimiwa Rais wetu kwamba yajayo ni neema zaidi. Asi niwatakie kila laheri, na sasa niko tayari kwa ajili ya kushuhudia tukio hilo la utiaji saini. Asanteni sana. Jambo jema kabisa.
Cheers.